ndio shida yetu wa Tanzania. Pale Matambalale nilisema hivi, Tanzania ina uwezo wa kuipiku China kwenye kuzalisha madini kinywe kwa maana ya graphite. Nimeona mitandaoni huko watu wanasema huyu waziri anaongea nini huyu? Yaani nyie Tanzania wa kuipita China nyie kwenye kuzalisha madini ya kinywe. Naomba mnifuatilie vizuri waandishi wa habari. Hii nataka iende. Naomba nirudie tena. Na ninazo sababu. Nitazisema. Duniani mahitaji ya madini kinywe ni tani 1,600,000 kwa mwaka duniani. Nchi ya kwanza inayoongoza kwa uzalishaji wa madini kinywe ni nchi ya China. China inazalisha tani 1,200,000 za madini kinywe kwa mwaka, sawasawa na 74% ya mahitaji ya dunia. Na nchi ya pili nikasema ni Madagascar. Madagascar wanazalisha tani 89,000, na nchi ya tatu ni Msumbiji. Msumbiji anazalisha tani 75,000 za madini kinywe duniani. Sasa kwa nini nilisema Tanzania? Nazo sababu. Nikiwa pale Matambalale wakati tunasaini mkataba, wale Lindi Jumbo peke yao watazalisha tani 40,000. Lindi Jumbo peke yao watazalisha tani 40,000. Eminent akianza kazi atazalisha tani 16,200. Zinakuwa ngapi? 56,000. Grafika awamu ya kwanza anaanza na tani 40,000. Zinakuwa ngapi? 90,000. Wa pili ana ngapi kutoka China? Ana 89,000. Yaani hawa watatu tu peke yake wana uwezo wa kumvuka Madagascar. Kwa hiyo nimeshaachana na Madagascar na Msumbiji tayari. Namfuata Mchina sasa, ndio? Nakwenda polepole. Namfuata Mchina. Ni ngapi hizo? 96. Akienda awamu ya pili Grafika anaongeza 40,000 zingine. Kwa atakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 80,000. Ukijumlisha pale inakuwa ni ngapi? 136,000. Sasa nimemtaja hapa, msikize vizuri. Nimemtaja Lindi Jumbo, nimemtaja Grafika, nimemtaja na Eminent. Hawa watatu peke yao wanaweza kufikisha tani 136,000. Tanzania tuna watu wenye leseni za uchimbaji wa madini kinywe wako 30. Leseni kubwa 3, uchimbaji wa kati 27. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa nikiwachukua na hawa wengine 27, hata ikiwa kwa wastani wa tani 30,000 tu peke yao wote wakizalisha, China anapitwa. Ndio ilikuwa hoja yangu. Simepiga hesabu wenyewe. China anapitwa apitwi? Sijawasikia wa Tanzania. China anapitwa apitwi? Anapitwa. Sasa waandishi wa habari mmewasikia wa Tanzania. Leo sijasema mimi, wamesema wana Ruwangu hapo. Hesabu ndogo, lakini wakati huo wale wanaochimba Mahenge Faru Graphite wana mashapo
ya tani milioni 210 ambayo yakichimbwa katika moduli 4, fezi ya kwanza mpaka ya 4, watafikisha tani 374,000 kwa mwaka, kampuni moja. Kwa nini tusiwafikie wa China? Watanzania wanapenda kujidogosha sana. Leo niko hapa kuwatia moyo ndugu zanguni, tunaweza tujipige konde kifuani. Tanzania hii ina uwezo wa kufanya vizuri kwenye sekta ya madini. Tuna mashapo ya madini ya kinywe zaidi ya bilioni tukiyabadilisha hayo kuyafanyia uzalishaji tunafika idadi hiyo. Lakini tunafikaje idadi hiyo? Hawa 27 wengine waliopewa leseni hawazifanyii kazi. Tume ya Madini tunajekea mkakati sasa, na mkakati na usema hapa leo, tunataka ikifika mwaka 2030 Tanzania awe kinara wa uzalishaji wa madini kinywe duniani. Wale wote wenye leseni ambazo hazifanyiwi kazi mpaka leo, naelekeza tena, najua mmeshaandika, wapelekewe wote hati za makosa. Hatuko tayari kuendelea kubaki na watu wanaomiliki leseni hawazifanyii kazi. Tutawatafuta wawekezaji walio serious, tumfikie Mchina mwaka 2030. Naielekeza kamati ya majadiliano ya serikali, Profesa Mchome na timu yako, mwaka wa fedha unaoanza Julai, myaite makampuni yote haya kwa ajili ya majadiliano na serikali, kuanza kujua hisa za serikali katika maeneo yao. Haya mawili yakienda sambamba, ndugu zangu, tunafika huko ambako nimepasema. Inawezekana. Nashukuru Profesa. Inawezekana kabisa. Asilimia kubwa ya hii idadi niliyoisema iko Lindi. Kwa ndugu zangu, hapa mimi nimekuja kuchochea uchumi wa mkoa wa Lindi. Na kule Mungu jalia gesi ikishakamilika pale LNG, na huku mna madini ya kutosha hapo, uwekezaji mkubwa, Lindi itakuwa alhamdulillah.